Asante sana kwa kuendelea kutufuatia, na kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Ni katika taarifa hii ya Godbless Lema kizungumzia kuhusu siku ya kuadhimisha miaka 5 ya kifo cha Rais hayati John Pombe Magufuli wa awamu ya 5. Anasema kwamba leo tunakumbuka miaka 5 tangu kuondoka kwa John Magufuli, lakini kumbukumbu ya kweli haiwezi kufutwa wala kupumbazwa, lazima iseme ukweli. Kipindi chake cha uongozi kiliacha alama nzito: hofu ya kisiasa, kubanwa kwa uhuru wa kujieleza na maswali makubwa juu ya haki katika uchunguzi na ukatili mwingi. Haya si maneno ya chuki, ni kumbukumbu ya waliopitia mazingira hayo na waliolazimika kunyamaza. Tuseme wazi bila kupepesa macho, mifumo ya ukandamizaji na hofu iliyojengwa kipindi hicho bado inaathiri namna siasa na uchaguzi vinavyoendeshwa hata leo. Hii si historia iliyopita tu, ni sehemu ya changamoto tunazokabiliana nazo sasa. Kumbuka, leo si kuhalalisha yaliyopita, bali ni kusisitiza wajibu wetu wa kuyakataa. Hatutaki taifa linaloongozwa kwa hofu, tunataka taifa linalojengwa juu ya haki, uhuru na uwajibikaji. Kumbukumbu hii iwe wito, tusinyamaze, tusisahau, tusirudie na kuendelea na makosa yale yale. Godbless Lema huyu, moja kati ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, sema kwamba kumbukumbu hii iwe wito, tusinyamaze, tusisahau, tusirudie na kuendelea na makosa yale yale aliyoweza kuyataja hapo, kwa maana ya ukandamizaji, ukosefu wa uhuru wa kujieleza, hofu ya kisiasa, kubanwa kwa uhuru wa kujieleza na maswali makubwa juu ya haki za kibinadamu katika uchaguzi. Ni Godbless Lema huyu. Wadau wanasema kwamba tunaheshimu sana, ila kwenye hili swala la JPM punguza kuropoka mzee. Anasema kwamba China hakuna demokrasia, lakini ni nchi yenye uchumi mkubwa mno sasa hivi. Na kujifunza hapa, demokrasia sio muhimu kuliko maendeleo. Mkipata mtu mwenye maono na mzalendo, acheni ajenge nchi ya isee. Hii demokrasia ni Marekani. Anasema kwa ajili ya JPM, Watanzania wengi wanaongozwa na hisia zaidi kuliko uhalisia. Wanasahau mapema sana kuwa Magufuli ndiye injinia wa kupita bila kupingwa, kutaka wapinzani, kukata wapinzani, uzalishwaji wa machawa zaidi. Alikuwa na chuki kubwa mno dhidi ya wapinzani, ila kitu nina hakika juu yake ni uzalendo usio na mawaa kwa nchi yake. Kwa hilo na mpongeza. Anasema sawa, ukweli unasemwa, je, Magufuli hakuachia zuri hata moja? Anasema kwamba Apostro hatukuamini, ila kwa leo Apostro tuache kidogo, bado timing. Anasema kwenye hili hapana, hebu tuache kwanza, mioyo yetu bado ina vidonda juu ya huyu mwamba. Anasema kwamba nani anaweza nijibu hili swali, kati ya maendeleo na demokrasia kipi kinatakiwa kuanza? Kwa nini, na ni nchi gani duniani ilipata maendeleo kutokana na demokrasia? Anasema kwamba there is no one who perfect in this world. Moja kati ya wadau akizungumzia hakuna mtu ambaye ni mkamilifu kwenye hii dunia. Anasema kwamba huyu mtu wa maana sana, mimi siingii kwenye basi lenu, huyu hapana. Huyu baada ya muache tu, hata kama alikandamiza upinzani, huyu alikandamiza kwa manufaa ya nchi na nchi ilipata matunda kupitia yeye. Bora utawala wa Magufuli kuliko utawala wa huu wa sasa. Utawala wa sasa umejaa machawa sana. Mema ya Magufuli ni mengi mara 1000 na mabaya yake kila mwanadamu ana madhaifu yake. Ila huyu baba alifanya nchi ikaheshimika na raia tukaheshimiana. So ni vyema mngeangalia mazuri yake na kuyaongelea kuliko hata kutoka kuwaaminisha Watanzania kuwa mzee Magu alikuwa mbaya. Kwa hilo utafanya uchukiwe na Watanzania wengi. Hata mimi huwezi niambia kitu kuhusu Magufuli nikakuelewa. Nini maoni yako na wewe ambaye unafuatilia video hii? Hii ni Kanyuka TV. Make sure unaweka alama ya subscribe. Make sure una subscribe ili uwe wa kwanza na mwanafamilia wetu.